mechi. Mabadiliko yako wapi? Unaona sasa watani zenu wa jadi wamewakalia kooni kweli, na tumeona sasa nyinyi kama mmepigwa na butwaa kile ambacho Yanga wao wamekifanya. Yanga walichokifanya ni kweli butwaa lazima, kwa sababu imekuwa tofauti na vile tulivyodhania. Kwa hiyo kwa mazingira yote haya lazima tupigwe na butwaa. Umeona? Kwa hiyo ndio hivyo. Na kwa kile ambacho unadhani mkikutana nao tarehe 25, ni kipi ambacho kimefanya Yanga wakubali ombi la kucheza tarehe 25 na before walikuwa wamekataa kucheza na wakaendelea na ratiba zao walizokuwa nazo? Ni kipi ambacho unafikiri kimesababisha Yanga kubadilisha maamuzi na wao kuweza kuamua kucheza tarehe 25? Kwanza kabisa, yani familia ya soka, watu wote wanafahamu kitu kimoja kwamba Yanga hii mechi waligomea kucheza. Na hata sisi wenyewe tulijua 100% Yanga hawezi kucheza hii game kwa sababu ya barua waliandika kwamba wao mechi hawezi kucheza kwa sababu mpaka ni bodi ijiuzuru. Umeona? Na watu hapa hawana imani nao. Kwa hiyo ombi lao si tujua kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu ukiangalia mazingira ya mwanzo tarehe 8, umeona wao waliona kama kuna hujuma imetokea na maana wamegomea kucheza hii mechi, na wao walifuata process zote. Ukisema tuache unafiki pembeni, tuangalie mpira, kiukweli madai ya Yanga alikuwa na haki. Maandamano leo hii baada kutoka hukumu kwa mabwana wamejiuzuru, Yanga huwa na sababu ya kukataa hiyo game. Na maana hata Simba ukuta tumekaa kimya kwa sababu walichotaka Yanga, sababu Yanga ni timu mwenyeji, na wao Yanga walikuwa nauliza kwamba kwa nini mechi ya tarehe 8 iliahirishwa. Ndio hoja yao kubwa, hakutaka chochote. Umeona? Hoja yao ilikuwa kwa nini tarehe 8 iliahirishwa? Kwa sababu tarehe 8 imeahirishwa bila sababu yoyote, basi sisi hatuna imani na hii bodi. Umeona? Sasa baada ya bodi kujiuzuru na kamati kukaa kupanga tarehe 25, Yanga hawana cha kunani. Kwa hiyo maana anaingiza timu uwanjani. Umeona? Kwa hiyo hata sisi wenyewe hatuwezi kukataa hiyo kucheza tarehe 25 kwa sababu ni kweli kwamba sisi ndo sababu ya hiyo yote. Umeona? Simba tuandika barua kwa sababu sisi hatucheze hiyo mechi tarehe 8 kwa sababu tulifanyiwa fujo pale mlangoni. Na kikanuni haikusababisha sisi tusicheze mechi. Hiyo kwa sababu ya makosa yatokea hapa na pale, bodi na uongozi wa Simba wakakubaliana, mechi kailishwa. Sasa Yanga wao kuojwa na kosa gani? Yanga hawakuwa na kosa. Sasa vitu kama hivi kubembelezana, masuala ya kubebana ndio vitu ambavyo vimesababisha mpaka leo hii kwa bodi imefikia stage. Kwa hiyo Mguto hana pa kujilaumu. Umeona? Na wala sio hadi ashinikizwe yaachie madaraka. Itakiwa aachie mapema sana, mechi ingesoma muda mrefu sana hii. Sababu ilionekana kabisa familia ya mpira wote walijua kwa makosa liko kwenye bodi ya ligi. Hakuna hata mmoja alimshtaki Simba kwamba Simba na makosa wala Yanga na makosa. Yanga alikuwa na haki kudai yale maoni yao, na Simba tulikuwa na haki sisi kuandika barua kwamba bwana sisi hatuwezi kucheza mpaka hiyo inao bodi